Ndugu zangu, leo haikuwa siku ya mawaidha, leo ilikuwa siku ya dua. Lakini kufanya dua pasi na kuelekezana dua yenyewe ni nini na unapaswa kufanya nini, inawezekana ukaondoka hapa na zero. Ndiyo maana kwanza nikaanza kuzungumza mwezi wa Ramadhani. Angalia mwezi wa Ramadhani kutokana na matukio muhimu yaliyomo ndani yake. Faida, miongoni mwa faida zinazopatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani. Katika siku za kawaida, sikiliza, maisha ya kawaida ya Muislamu. Katika siku za kawaida zisizokuwa ile miezi mitukufu wala huu mwezi wa Ramadhani, toa sasa miezi mingapi hapo? 5 katika 10, bakiza miezi mingapi? 7. Tumeelewana sawasawa, kwa sababu miezi iko 12. Katika siku za kawaida ambazo si katika miezi mitukufu ile 4 wala huu mwezi wa Ramadhani, ukiadhimia kufanya jema kwamba leo kesho nikiamka salama nitamtafuta mtu nimpatie 500 sadaka. Umeweka nini hapo? Hujatoa wala kesho hujafika Mungu anakulipa thawabu moja. Mungu anakulipa ngapi? Thawabu moja. Yaani ile kutiania tu kwamba kesho nitafanya, kwenye daftari lako Mungu anaweka moja, lakini moja itawekwa ikiwa hiyo 500 unayo, au umesema inshallah katika pato langu la kesho nitatoa 500, Mungu anaandika moja. Na hii moja italipwa hata kama Mungu hatakupa pato kabisa, Mungu atailipa, kwa sababu innamal amali biniyati. Na ukipata ukitoa Mungu anakulipa, ila ukipata usipotoa Mungu anaifuta hii moja. Lakini ukipata ukatoa, kile kitendo cha kutoa inahama ile moja, unalipwa 10. Unalipwa ngapi? 10. Unalipwa ngapi? 10. Kwa ile 500 unalipwa ngapi? 10. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo nia ya kutoa thawabu yake ni moja, toleo lenyewe thawabu yake ni ngapi? 10. Katika miezi ya kawaida isiyokuwa ile miezi 4 wala ule mwezi mmoja wa Ramadhani. Lakini sasa ikiwa katika ile miezi 4 mitukufu, hau mwezi wa Ramadhani, ukitoa moja unalipwa 70 mpaka 700. Yani ile ikhlasi yako ndio itapandisha thamani ya daraja ya unachokitoa. Tumeelewana sawa? Kwa hiyo kutoka kwenye 10 inahama mpaka 700. Kwa hiyo ile thamani ya nia ambayo Mungu alikuwa akilipisha moja, automatically inabatilika, inakuwa ngapi? 10. Yani nia tu ina 10, kitendo kina 70 mpaka 700. Hebu niambie wewe, mwezi wa Ramadhani huu nani anaweza kwenda motoni tena na hali unapumua? Ibada ndo tumezisema thawabu zake zimekaa hivyo. Misamaha ndo tumeisema utaratibu wake ndo huo nilokuelekezeni. Malipo yake yamepandishwa kutoka 10 mpaka 70, kutoka 70 mpaka 700. Na hayo ni matendo yanayofanyika ndani ya Ramadhani: kutoa, kusaidia, kufanya heri, vyote vile vya heri unavyovifanya, hata kutafuta riziki yako ya kawaida. Yani unatoka mwezi wa Ramadhani unakwenda kutafuta riziki ya kula watoto wako, yale malipo yake yanaanza 70 kwenda 700. Kutafuta riziki Mungu analipa. Sikwambii ibada yenyewe ya saumu. Ibada yenyewe ya saumu Mungu ashamwambia Mtume, saumu yangu mimi na malipo yake nayajua mimi. Hakuna kiumbe anajua malipo ya saumu. Yani ukikutana na Mungu ndo ataamua ule mzigo wa thawabu za saumu zako uwapa. Maana yake ibada ya saumu malipo yake kwa Mungu ni surprise. Ni nini? Surprise. Kumbe Mungu ana surprise bwana. Surprise una wewe tu na mkeo na mumeo. Allah ana surprise.
Moja ya vitu alivyosema surprise malipo yake ni nini? Saumu. Yani si tufunge tu, tusitake kujua Mungu atatulipa nini. Saumu utakutana nayo siku ya Kiyama. Mungu unakutana naye anakwambia misaumu yako hii hapa. Lakini kwa kuwa ni surprise, haya mawili lazima uyakubali na uyajue. Kwa kuwa ni surprise, haya mawili lazima uyakubali na uyajue. Hata duniani kuna mtu anafungiwa boksi la surprise lina chapa, lina keki. Sawa sawa. Kuna mtu anafungiwa boksi la surprise lina dhahabu. Sawa sawa. Kuna mtu anafungiwa boksi la surprise lina fedha. Sawa sawa. Kuna mtu anafungiwa boksi la surprise lina pesa. Sawa sawa. Kuna mtu anafungiwa boksi la surprise lina pipi. Boksi la surprise lina nini? Yani wako watu siku ya Kiyama watakwenda wakiamini wamefunga miaka 10 duniani, lakini anakuta thawabu 6. Kuna mtu atakwenda atakutana na thawabu za miaka 2 aliyofunga na ibada zake, ana mlima wa dhahabu wa thawabu. Sasa nini kitafanya boksi lako la surprise ya ibada ya saumu liweze kuwa na malipo makubwa? Ni namna utakavyoifunga saumu kwa usahihi. Utakavyoifunga saumu kwa usahihi. Kuna watu hawafungi saumu kwa usahihi. Umefunga saumu lakini unacheza karata. Saa 7 mchana nimekuoa, nipe mavi. Ndio. Yani saa 7 mchana wanacheza albastini au lastikadi. Nipe mavi, lamba mavi. Yani yani kuna vitu unaona kabisa mdomo wa Muislamu haupaswi kuvifanya ndani ya Ramadhani. Ukimuuliza kwa nini unacheza karata, sema na upoteza muda. Umeupoteza kweli. Boksi lako utalikuta na pipi tu au manjenga ya ovyo ovyo, ngandila zile zimejaa zana kwenye box. Kwa sababu saumu malipo yake ni nini? Surprise. Sasa boksi lako lijae mlima wa thawabu, ni wewe mwenyewe kwanza kufanya ibada vizuri. Kufanya ibada vizuri. Sheikh Abdallah, naomba uende kwa mama Ismaili uniletee tasbihi. Au nimeibeba? Ya Rabbi, basi ninayo. Kwa hiyo kwanza we mwenyewe ni kuifanya ibada yako iwe yenye kukubalika. Hakikisha ndani ya mchana wa Ramadhani huzungumzi maneno ya kijinga jinga. Kama huwezi kusoma Qur'ani, najua wengi hamjasoma Qur'ani, hata kushika msahafu cha kusoma ukijui, kama mie Dr. Sule, kichwani umehifadhi kuruhu Allahu na alhamdu bismillahirrahmanirrahim ndo unazozijua, wala hujakosa. Kila unapokosa muda, unapoona muda wako umeheng, hufui, hupiki, hufanyi chochote, nenda kakae kwenye mswala, soma hicho unachokijua mpaka ulale. Sijui mnanielewa? Usiondoke kwenda kwa jirani yako mkaanza kupiga soga na kuanza kuwashambulia watu kwa maneno. Nikwambie, Ramadhani imemjia vibaya mwaka huu. Kwa nini? Kapata kifungu cha muhogo na magimbi, na watoto wale atawalisha nini? Dahakuya leo hajui anakula ugali. Yani haya maneno, ushashinda njaa. Ushashinda? Huna saumu. Kwa sababu ulichopaswa kufanya baada ya kumuona ana magimbi matupu na wewe una tambi, ungezigawa tambi zinazokutosha, nyingine ukampelekea. Saumu yako na yake zote ungefunga wewe. Kwa sababu umemfutulisha, saumu yake ungeifungiwa na yako umefunga. Kwa siku moja ungefunga saumu ngapi? Ndio maana saumu imekuwa ni surprise. Kuna watu kafunga mwezi mmoja, lakini Kiyama atajikuta na saumu 2000. Mwezi mmoja tu, lakini kafunga miezi 2000. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu 2000 walifuturu kwa ajili yake. Kwako kwa yatende tu.
tende za shilingi 5,000 peleka msikitini muda wa sala, wagawie mmoja mmoja, yeye analipwa na wewe uliyemfutulisha unalipwa. Maji ya kunywa, chukua chupa za shilingi 500 vichupa vidogo 10, nenda navyo msikitini, 10 tuingia navyo msikitini, kabla ya adhana kabidhi watu wanywe. Panakaribia kuadhiniwa, muda ukiingia, afturu funda moja, yeye analipwa thawabu za funga hiyo na wewe unalipwa thawabu za funga hiyo. Angalia Mungu alivyo waajabu, hata kama yeye kafunga saumu yake na makovu na madonda, wewe unalipwa kama alivyotufunga Mtume Muhammad. Yani Mungu haangalii makovu ya saumu yako, Mungu anaangalia ubora wa saumu yako, kwa sababu umemfutulisha mtu kwa kheri. Lakini ukiitumia saumu kwenda kupiga soga, ukiitumia saumu kwenda kupiga maneno, umeumia. Umefanyaje? Umeumia. Huna kitu. Huna nini? Huna kitu. Utashinda njaa wewe. Ndio siku ya kiyama boksi linafunguliwa, unaona lundo la, maana malundo yatafanana ujue makubwa makubwa, lundo la boksi. Sema nasubiri saumu yangu. Fungua ndani, unakuta maganda ya pipi, na pipi pia ishaliwa, kula nailoni. Sasa hakuna thawabu. Kwa nini hakuna thawabu? Kwa sababu uliitumia saumu kwa usengenyi. Tumia saumu kwa mapenzi, kwa khushu, kwa hofu ya Mwenyezi Mungu, kwa tarajio la malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu wanasema mimi sijui kunuia saumu. Jamani, wako leo nilipigiwa simu asubuhi. Unajua hii mitandao ya kijamii na mambo mengi. Bai kama saa 2:30 hivi, saa 2 kama kasoro dakika 5. So baada ya kusali alfajiri nilirudi kulala kidogo, 2:05 nikaamka. Kawasha simu zangu, kapokea simu ya mtu mmoja yuko Tabora, mtaa wa Mwinyi, kijana wa umri wa miaka 25, kasilimu lakini, ila nikaona hii ni darasa, nikienda kwa kina mama nitaizungumza. Ni mtu kwa Wafipa huko Sumbawanga huko. Ambia, dokta, mimi nimeona kazi zako kwenye mitandao ya kijamii, nakupenda sana, najifunza mengi kwako, lakini nina jambo lenyewe dokta, mimi wazazi wangu wananiambia nimesilimu, hawanitaki, hasa mamangu anasema nikatafute mama mwingine. Nikamjenga kiimani sana, lakini mwisho wa siku nikamwambia natarajia kuja Tabora siku si nyingi, tuonane, alafu niangalie namna gani nitakuwa na wewe katika maisha yako ya dini. Walilahi alhamdu, nimefanikiwa kidogo kulealea watoto 2 3 wa dini, ambao si familia yangu, lakini kwa ajili ya kufukuzwa kwenye familia. Wajua mimi nasilimisha sana, so mimi nafanya mihadhara ya Biblia na Qur'ani pia. Basi nikasema nitakuja kukuchukua niangalie namna gani na kusaidia kuimarisha ibada yako na kukumakinisha katika Uislamu kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Asa akanambia, unajua wamenitia stress mpaka leo sijafunga. Nikamwambia sasa tunafanyaje? Anambia sijui, kwanza hataki kwa sijui kwa kufunga kwenyewe nia ya saumu naitiaje, kwa sababu mimi nimesilimu huku Tabora, mimi kwetu Ufipani huko kwetu Wakristo wengi, kwa hata sijui nia ya kutia kufunga. Nikasema hili inawezekana hata baadhi ya Waislamu hawajui nia ya kufunga, na wengine wanadhani ili saumu iwe lazima useme nawaitu saumu ghadi an adai min yaumi shahri ramadhani lillahi ta'ala hadhihi sana lillahi ta'ala. Lazima useme hayo maneno, innamal amali. Wewe kuna siku unalala unasema kwa 2,000 nilionayo kesho natamani kunywa chai na mandazi. Unatamani kunywa chai na mandazi. 2,000 unayo, lakini unatamani kunywa chai na mandazi. Iki kitendo cha kusema kesho natamani kunywa chai na mandazi ndio nini? Basi na kufunga ndo hivyo. Kile kusema inshallah kesho nitafunga moyoni ndo ushatia nia.
Si mmenielewa nyie? Usije ukasema mimi sijasemeshwa yale maneno ya kufunga leo nakula. Maana kuna watu wafungi mpaka asemeshwe hayo maneno. Na waitu somo ghadi anadai mi yaumi fardhu ramadhani hadhihi. Yani hayo maneno ni mbwembwe tu. Hayo maneno ni nini? Mbwembwe tu. Innamal amali binniyati. Mungu anataka kuona umeweka nia kesho ya kufunga, tena nia hata ukiweza kwa Kisukuma sema. Tia moyoni kwa Kisukuma, gete Ramadhani tomorrow. Kama unaweza Kindengereko nia weka. Kama unaweza Kinyamwezi weka.